Asubuhi ya leo ninatamani tuzungumze kwa habari ya kichwa cha somo. Nilipokuwa naomba Mungu nikasikia tuzungumze kifupi. Kichwa cha somo nilihangaika sana kupata, sipendi kuwa na vichwa virefu, lakini basi sikuwa na namna. Nikasema leo tuangalie juu ya baraka ya kujenga nyumba ya Mungu, kugusa uzao, yani kuvuka, inakuvuka wewe, inagusa mpaka uzao wako. Useme amina jamani. Amen. Nimejaribu kuweka kichwa. Tusome katika kitabu cha Luka sura ya 7 mstari wa kwanza mpaka wa 2, lakini pia habari hiyo unaweza kuipata kwenye Mathayo sura ya 8 mstari wa 5. Habari hiyo pia imeeleza, lakini tusome tu kwenye hii Luka sura ya 7 mstari wa kwanza mpaka wa 10. Hapo ndipo tutajifunza na tutazungumza. Biblia inasema, alipokwisha kuyamaliza maneno yake yote masikioni mwa watu, na mtumwa wake akida mmoja asante, nimeruka. Alipokwisha kuyamaliza maneno yake yote masikioni mwa watu, aliingia Kapernaumu. Na mtumwa wake akida mmoja alikuwa hawezi, karibu na kufa, naye ni mtu aliyempenda sana. Aliposikia habari za Yesu, alituma wazee wa Wayahudi kwake kumwomba aje amponye mtumwa wake. Nao walipofika kwa Yesu, walimsihi sana wakisema, amestahili huyu umtendee neno hili. Naomba nirudie tena, maana hapo ndipo nitazungumza. Na walipofika kwa Yesu, walimsihi sana wakisema, amestahili huyu umtendee neno hili. Mstari wa 5 muhimu, maana analipenda taifa letu, naye alitujengea sinagogi. Useme amina. Amen. Useme amina jamani. Amen. Hapo ndipo kiini cha ujumbe, lakini tuendelee mpaka 10. Anasema, basi Yesu akaenda pamoja nao, hata alipokuwa si mbali na nyumba yake, yule akida alituma rafiki kwake, akamwambia, Bwana, usijisumbue, maana mimi sistahili wewe uingie chini ya dari yangu. Kwa hiyo nilijiona sistahili mwenyewe kuja kwako, lakini sema neno tu na mtumwa wangu atapona. Kwa maana mimi nami ni mtu niliyewekwa chini ya mamlaka, mwenye askari chini yangu. Nikimwambia huyu nenda, huenda, na huyu njoo, huja, na mtumwa wangu fanya hivi, hufanya. Yesu aliposikia hayo alimstaajabia, akaugeukia mkutano uliokuwa ukimfuata akasema, nawaambia hata katika Israeli sijaona imani kubwa namna hii. Na wale waliotumwa waliporudi nyumbani, wakamkuta yule mtumwa ni mzima. Amen. Amen. Nasema amen. Amen. Nasema tena amen. Amen. Tukuza Bwana kwamba tumejenga hii kazi, nyumba ya Mungu mahali hapa Sakina, kanisa letu la Arusha mjini. Ni kazi yenye utukufu mwingi. Useme amina jamani. Kanisa hili limekuwa baraka, wengi wakija wanabarikiwa. Tumekuwa na makutano ya wamama kwenye jimbo letu la Arusha. Walianza wamama wachungaji na baadaye wakaja wamama, kulijaa sana hapa. Kila anayekuja anasema hii ni FDCT na sisi tuna kanisa zuri namna hii. Tulikuwa na watoto hapo juzi walikutana hapa wa shule, wanapanda huko juu, wanasema hatujawahi kuona kanisa ya namna hii, tena ya Pentecost. Sasa wenyewe hata tunapowaambia tunamalizia, wanatushangaa kwamba bado mnachanga, mnataka kufanya nini tena? Hii kitu namna hii, mnahangaika nini tena? Maana hawajaiona. Useme amina jamani. Amen. Useme amina jamani. Amen. Lakini sisi wengine ambao tulikuwepo tunajua historia ya kanisa hii. Hata sisi tunaona ni muujiza kuwa mahali hapa. Jamani, semeni amina. Amen. Tumehangaika kwa miaka mingi tukiwa kwenye kanisa letu zuri pale Kimahama.
na kwa kweli lilitufaa, lakini ilifika mahali sasa wakati wake hakitoshi tena. Na hata tu muundo wenyewe wa manguzo yale na nini, inafika mahali unaona kwa kweli tunahitaji mahali pazuri zaidi. Jamani, si useme amina. Amen. Na sio rahisi, ninyi mliokuja mnakuta tunajenga, hata kupata uwanja wenyewe mahali hapa imetuchukua miaka, ni kazi. Mungu akatupa kiwanja kwa namna ya ajabu sana. Mimi kila nikikanyaga hapa ninakumbuka namna tulipata kiwanja hiki kwa namna ya miujiza kabisa. Jamani sema amina. Amen. Jamani sema amina. Amen. Mungu yeye alijua kwamba kanisa la FPCT Arusha mjini ya ICC kuna siku tutakuwa hapa. Amen. Jamani semeni amina. Amen. Jamani simuona Mungu jinsi anavyofanya kazi. Amen. Mungu alitukusudia tuwe hapa. Sema amina katika jina la Yesu. Mungu alitukusudia tuwe hapa. Amina. Nasema tena Mungu alitukusudia tuwe hapa. Nasema tena Bwana alijua ya kwamba hii kazi itafanyika mahali hapa. Na leo Mungu ametupa tuko hapa. Tumejenga, ni kweli. Kuna mamilioni mengi. Askofu alifundisha hapa, alieleza. Msingi tu peke yake ulikuwa na mamilioni. Lakini kama tungeishia kwenye msingi, ilikuwa ni moja ya somo lake, isingekuwa na maana. Si ni sawa jamani? Msingi limekula zaidi ya milioni 200 kama sijasahau. Lakini hilo ni milioni 200 tungeishia kwenye msingi, hakuna mtu angejua kuna kazi imefanyika. Si ni sawa watumishi wa Mungu? Leo tumepanda, tumefika hapa. Asifiwe Bwana. Kuna watu wanasema iko kanisa ya nguvu. Lakini sisi kwenye maono tunasema hapana. Bado hii kanisa inahitaji madirisha. Tuseme amina. Amen. Kuna wamama wa Kimasai wametokea huko vijijini, wanakuja hapa wanahisi wako mbinguni. Si unaelewa? Wanacheki hii kitu. Halafu tunawaambia bado tuna kazi. Wao wanafikiri tunataka tufunge hizo waya tumalizie. Bado kuna vitu vinakuja. Jamani sema amina amina. Amen. Bado kuna terazo inakuja hapa. Juzi katibu wetu engineer alikuwa anatupa terazo tu inakula zaidi ya milioni 100 na kitu. Hapo chini hapa. Hatutapaacha hivi kwa sababu tunajua tunakoenda. Jamani sema amina amina. Kwa hiyo Mungu akubariki, tujiandae kwa ajili ya wiki ijayo. Mungu wetu atuwezeshe tukamilishe na kuipamba nyumba. Sasa nimesema tunataka tuzungumze kwa habari ya baraka ya kujenga nyumba ya Mungu inagusa uzao wetu. Tumezungumza kwa habari hii ambayo tumesoma. Na kwa kweli kujenga siku zote kunagusa uzao. Sio tu kujenga nyumba ya Mungu, hata kujenga nyumba yako ya kuishi. Kuna watu wana akili mbaya, hata wakiwa na hela wanafikiri kujenga ni kuzika pesa. Nimewahi kumsikia rafiki yangu mmoja anayo pesa, lakini anakuambia kujenga ni uoga wa maisha. Unajai kusikia hiyo? Anakuambia wewe bwana, hii mambo ya kutumia milioni 60 unajenga nyumba, wewe ni uoga wa maisha. Sisi wenzako wajasiri tunalipa kodi, maana tunajua maisha tunayaweza. Hii mambo ya kuhangaika unajenga milioni 60 unaizika, ni muoga wewe wa maisha. Tutapambana tu, tutatoboa, tutalipa kodi, nyumba ya milioni, nyumba ya 500,000, 600,000. Sisi ndio wanaume mjini, tuna ujasiri wa kulipa. Kwa hiyo anasema mimi siwezi kuzika hela. Kujenga unaweka milioni 10 inazikwa milioni. Unaweka 20 inaenda. Wewe ni muoga wa maisha bwana. Sisi tunalipa kodi. Lakini nataka nikwambie hiyo ni akili mbaya sana. Jamani sema amina kama tuko pamoja. Jamani naongea na watu asubuhi ya leo. Hiyo ni akili mbaya. Ukijenga nyumba yako mwenyewe, hiyo nyumba haiishi kwako na watoto wako itawafaidi. Maana kuna siku wewe utaondoka duniani, maana hatuishi milele. Hiyo itagusa na kizazi kingine, na wajukuu wengine watakuja, nao wajukuu wengine sasa yatakuwa na akili mbaya, akinyang'ania kwenye nyumba ya babu. Na wewe jenga ya kwako, Bwana akikupa neema. Jamani sema amina amina. Amen. Jamani sema amina amina. Amen. Kwa nyumba haiishi kwako. Hii nyumba unayolipa kodi inaishia kwako. Wewe ukisema ni mjasiri, sio mwoga wa maisha, ukaendelea kulipa kodi, nani ajuaye siku zake? Siku ukiondoka, huyu mwingine unayemwacha
unamwacha sio ni mama au unamwacha baba. Kuna wamama wa duniani wana akili mbaya sana. Mtu mmoja akasema hawa mama hao ni wa kuangalia sana. Ukitaka umjaribu mwambie sasa hii nyumba yetu nataka tuiuze. Swali atakalo kuambia atakwambia utatuacha nani? Tuacha siku ukifa, utaniachaje na watoto tutabaki wapi? Sasa wewe anauliza nani aliyekwambia atakayeanza kufa ni baba? Mbona ukasema siku mimi nikifa nitakuachaje? Lakini ni ukweli kwamba ukisema unalipa kodi, hiyo ni wewe bwana mjasiri. Kuna kuondoka hapa duniani, unaachaje kweli hao watoto? Imani, Bwana atusaidie, Bwana atusaidie. Bwana akikupa neema jenga nyumba. Amen. Nasema tena Bwana akikupa neema ujenge nyumba. Si useme amina. Amen. Nakutabiria ujenge nyumba unanyamaza, sema amina kabisa. Bwana akikupa neema jenga. Sema unazika pesa. Jenga kabisa. Na hata kama umejenga, Mungu akikupa neema jenga na nyingine, maana itakusa watu wengine na itakuwa baraka. Hata ukiondoka watu watakumbuka, watasema baba yetu alipambana. Usife kinyonge mwanangu. Kufa watu waseme baba alikuwa mpambanaji, mama alikuwa mpambanaji. Tuseme amina katika jina la Yesu. Sasa ninazungumza kwa habari ya baraka ya kujenga nyumba ya Mungu, inagusa. Tumesoma habari za mtu mmoja anaitwa Akida. Ni habari ambayo tunaona Yesu aliingia kwenye mji fulani kanaitwa Kapernaum. Biblia inasema akakutana na habari ya akida mmoja. Huyo akida, Biblia inasema, labda nieleze, tukisema akida hii sio jina ya mtu. Hiki ni cheo cha mtu. Akida alikuwa ni askari ambaye wa Kirumi, ambaye yeye alikuwa anaongoza kundi la wanajeshi chini yake 100. Kwa ukisikia neno akida, hakuwa mtu mdogo, alikuwa ni mkuu wa kikosi cha askari ambacho si chini ya 100. Kwa hiyo aliteuliwa na utawala, halafu chini yake kuna askari 100 ambao walikuwa wakiwaongoza kwenye vita, na hata wakati mwingine alisimamia juu ya watu waliohukumiwa waweze kuteswa au kuuawa. Kwa alikuwa sio mtu mdogo, alikuwa ni kiongozi ambaye chini yake kuna watu. Sasa hapa tunaona ya kwamba akida anakutana na Yesu. Actually akakutana naye. Tusoma kwenye Mathayo, haelezi vizuri sana kama Luka. Ndio maana nimeichukua hii. Kule kwenye Mathayo inaonekana kama walionana, lakini hapa hawakuonana. Lakini kuna habari Yesu alipoingia akakutana naye. Kama bado tuko pamoja sema amina. Amen. Jamani, kama tuko pamoja bado sema amina. Amen. Huyu akida wakati Yesu anaingia Kapernaum, yeye alikuwa na changamoto kwa sababu alikuwa ni mtu mkubwa. Alikuwa na kikosi cha askari karibu 100. Maana yake alikuwa na watumishi mbalimbali. Haisemi huyu mtumishi aliyekuwa anaumwa sana, anakaribia kufa. Biblia haisemi kama alikuwa ni askari au alikuwa ni mtumishi wake tu wa mambo mengine. Lakini Biblia inasema huyu mtumishi wa akida alikuwa anaumwa sana. Halafu Biblia inasema alikuwa anampenda, yaani akida alikuwa anampenda sana huyu mtumishi wake. Yesu anaingia Kapernaum, anakuta habari. Na akida aliposikia kwamba Yesu wa Nazareti ameingia, na amesikia habari zake ya kwamba anatenda miujiza, wagonjwa wanaponywa, viwete wanatembea, vipofu wanaona, akida ameshapata habari. Na nyumbani kwake kuna mtumishi anayempenda sana, anaumwa kiasi cha kufa. Biblia inasema akatuma watu. Kama bado mmoja sema amina jamani. Amen. Akawatuma watu akasema, nendeni kwa Bwana Yesu, mwambieni tafadhali, mtumwa wangu ninayempenda anaumwa sana kiasi cha kufa. Aseme neno moja tu, mtumwa wangu atapona. Biblia inasema ule ujumbe ukaenda mpaka kwa Yesu. Wakamueleza, wakasema, Bwana Yesu, tumekuja kwa kinywa cha akida.
yeye ana mtumwa ambaye ni mgonjwa sana, yu katika hali ya kufa. Wakajadiliana na Yesu. Sijui Yesu alijibu nini. Inawezekana pengine Yesu akuonyesha utayari wa kwenda. Ndio maana ukisoma hapo chini utaona walianza kumshawishi. Wakasema, Bwana, huyu akida ni mtu mzuri, analipenda taifa lake, anastahili umtendee jambo hilo. Kwa sababu gani? Analipenda taifa lake, jambo la kwanza. Lakini jambo la pili, ametujengea sinagogi. Jamani sema amina, amina. Amen. Jamani sema amina, amina. Amen. Jamani sema amina, amina. Amen. Wanasema anastahili umtendee, maana analipenda taifa lake, lakini pia ametujengea na sinagogi. Nikaanza kujiuliza, sinagogi ni nini? Maana si amejenga, na tunazungumzia juu ya habari ya kujenga. Kama bado tuko pamoja sema amina. Amen. Jamani sema amina. Amen. Ukisoma au ukifuatilia, wakati naangalia, sinagogi ni makusanyiko madogo. Nisirudie tena, lakini askofu alizungumzia juu ya mtiririko wa mahekalu, ya kwamba wana wa Israeli wakati wanatoka Kanaani, walitoka Misri kwenda Kanaani wakiwa jangwani, Mungu alipenda wamjengee hema ya kukutania. Maana yake wakipiga kambi mahali wanajenga hema ya kukutania. Wakianza safari tena, Mungu akiwaambia ondokeni, wanafunga yale mahema, wanakwenda, wakifika mahali tena wanafunga hema ya kukutania, na hapo Mungu alikutana nao na alisema nao. Useme amina kama tuko pamoja. Walipofika Kanaani wakajenga lile hekalu la Sulemani. Singependa nirudie, niende tu ili napokuja kwenye sinagogi uelewe nazungumzia nini. Kwa hiyo baadaye walipofika Kanaani wakajenga hekalu la Sulemani. Na baadaye mnajua lile hekalu likaja likabomolewa, wakapelekwa utumwani Babeli. Na baadaye ndipo wakajenga lile hekalu ambalo baba alifundisha la nani jamani? La Zerubabeli. Sasa wanasema hivi, kabla ya kujenga hekalu la Zerubabeli, maana yake watu bado, wana wa Israeli walikuwa bado wana kiu ya kukutana na Mungu, bado wanahitaji wakutane, wasome wajifunze Torati, lakini pia wasome Zaburi. Wanakutania wapi? Kwa walilazimika watengeneze majengo madogo madogo ili wawe na mikutano midogo midogo, na hii ndio wakaita masinagogi. Kama bado tuko pamoja sema amina. Amen. Jamani kama tuko pamoja sema amina. Amen. Kwa hiyo kumbe sinagogi pia sio kitu kibaya, maana ilikuwa ni mikutano ambayo watu wanakutana ili waweze kujifunza Torati, lakini pia waweze kusoma Zaburi. Wanakutana, wanajifunza Torati na wanasoma Zaburi. Kwa hiyo ukizungumza juu ya sinagogi, ilikuwa ni majengo madogo madogo ambayo yaliwafanya wana wa Israeli wakutane na waweze kusoma kujifunza Torati, lakini pia waweze kusoma Zaburi. Kwa hiyo hata wakati lile hekalu la Zerubabeli limejengwa, masinagogi yaliendelea kuwepo. Maana yake waliendelea kuyatumia, isipokuwa wanapotaka kutoa dhabihu ndipo ilazimika wapande sasa kwenda kwenye hekalu Yerusalemu. Kama tuko pamoja jamani semeni amina. Amen. Jamani semeni amina. Amen. Kwa hata baada ya hekalu kujengwa tena, bado masinagogi yaliendelea, isipokuwa tu wanapotaka kutoa dhabihu ilikuwa ni lazima waende Yerusalemu wakatoe dhabihu. Jamani si kama mnanielewa. Amen. Sasa haya masinagogi maana yake bado yalikuwa na maana, yalikuwa ni makusanyiko. Maana kwa nini naeleza? Kuna mtu akisikia sinagogi anahisi kama ni yale makusanyiko ya wale jamaa zetu wa sende kichwani. Si mnaelewa Na hata masinagogi baada ya Yesu kuja, kuna mahali Biblia inasema Yesu aliingia ndani yake. Jamani semeni amina, amina. Amen. Na hapo yakazaliwa pia imani mbili. Nakumbuka kuna imani ya Sadukayo, halafu na nini tena jamani? Na Farisayo. Sasa hiyo sio somo yangu, nisizungumze. Sasa nirudi kwa akida. Baada ya kueleza sinagogi ni nini ili uelewe, ilikuwa ni nyumba ambayo watu wanakutana na wanasoma Zaburi na wanajifunza Torati. Sasa akida Biblia inasema
huyu bwana akida. Kumbuka kwamba walikuwepo maakida wengine wakatili sana, lakini huyu akida mmoja ambaye Biblia haijasema, Biblia inasema akawa ni mtu mzuri anayependa taifa lake, halafu tu sio kupenda, akawajengea na sinagogi. Amen. Ndipo Yesu anatokea, wanamwambia mtumwa wake yu katika hali mbaya, anaomba uende umponye mtumwa wake. Wakati wanaeleza, ndipo wanamwambia anastahili umtendee jambo hili, anastahili kwa sababu huyu ametujengea sinagogi. Jamani sema amina, amina. Jamani sema amina, amina. Biblia inasema Yesu baada ya kusikia anastahili, maana amejenga sinagogi, Yesu hakuambia siendi kwa sababu amejenga sinagogi. Pointi hizo zikamshawishi Yesu. Yesu akashawishika, niende kumtendea jambo huyu ambaye amejenga sinagogi. Ninasema Bwana na akutokee na wewe uliyejenga kanisa hili juu ya jambo ambalo linakusumbua katika jina la Yesu. Ninasema tena Bwana akutokee katika jina la Yesu. Amen. Kwa sababu hizo Yesu anaanza safari ya kwenda kwa bwana akida nyumbani kwake. Biblia inasema hapo mbele tulipoendelea, ndipo anapoenda akida akapata habari wakati Yesu anakaribia. Akapata habari ya kwamba anakuja. Biblia inasema akatuma rafiki yake. Sasa hapa Biblia haisemi alituma watu, akatuma rafiki yake wa karibu. Akamwambia nenda akamwambie Yesu ya kwamba Bwana, mimi sistahili hata uje. Ndio maana hata mimi sikuja, nilituma watu. Akasema mimi ni mtu ambaye nimewekwa kwenye mamlaka, na chini yangu ninao watumishi mbalimbali, na hao watumishi kwa sababu nina mamlaka, nikisema neno huwa wanafanya. Nikimwambia huyu nenda, anaenda, na nikimwambia huyu fanya, anafanya. Bwana, haustahili hata sistahili mimi hata uje. Sema neno huko huko uliko. Ninaamini kwa sababu wewe ni Bwana wa mabwana na una mamlaka yote, neno lako ukisema litatendeka. Jamani si useme amina, amina. Jamani si useme amina, amina. Ndipo Yesu akasema sijawahi kuona hata katika Israeli mtu mwenye imani namna hii. Kwa nini Yesu anasema sijawahi kuona katika Israeli mtu mwenye imani namna hii? Maana yake inatuambia huyu bwana akida hakuwa hata Mwisraeli, yeye alikuwa ni Mrumi. Na kwa maana nyingine waliokuwa wanastahili kupokea vya baba ni wana ambao ni Israeli. Huyu jamaa akida kwa sababu amejenga hekalu akavuka mipaka, hakustahili kwa sababu sio Mwisraeli. Yesu akasema sijawahi kuona imani ya namna hii. Jamani sema amina, amina. Jamani sema amina, amina. Kupitia sadaka unazotoa tunajenga kanisa hili. Bwana na akutendee, maana umevuka mipaka katika jina la Yesu. Nasema umemgusa Mungu, umevuka mipaka. Ni maombi yangu ya kwamba Bwana akutendee juu ya mambo yako katika jina la Yesu. Amen. Lakini jambo la pili nataka kusema hapa, hatuoni ya kwamba aliyekuwa ana shida, aliyekuwa anaumwa sio akida aliyejenga. Aliyekuwa na shida sio akida. Aliyekuwa na shida sio mtoto wa akida. Aliyekuwa na shida alikuwa ni mtumwa tu kwenye familia. Jamani, si kama naongea na watu asubuhi ya leo. Amen. Mwenye shida ya kuugua sio akida. Mwenye shida ya kuugua sio mtoto wa akida. Huyu ni mtumwa, ni mtumishi tu. Lakini kupitia kazi aliyofanya ya kujenga sinagogi, bado mtumwa anakula mema ya kupokea uponyaji kupitia kazi ambayo bwana wake amefanya kujenga sinagogi. Si useme amina katika jina la Yesu. Baraka ya kujenga itagusa hata uzao wako, hata wajukuu zako. Yesu anaenda, aliposikia akasema sijawahi kuona mtu mwenye imani kubwa namna hii hata katika Israeli.
Biblia hapa haionyeshi Yesu alifanya nini, lakini najua obvious. Pengine alisema wewe mtumwa huko uliko pokea uzima. Yeye ndio Bwana wa mabwana na mwenye mamlaka yote. Lakini Biblia inasema wale waliopeleka zile taarifa baada ya hayo wakarudi nyumbani. Waliporudi nyumbani wanamkuta mtumwa wa akida ni mzima wa afya, wakashangaa. Jamani sema amina. Amen. Jamani sema amina, amina. Amen. Nataka kuzungumzia nini? Kama nilivyosema, baraka ya kujenga inagusa hata uzao wako. Kuna watu ambao hata ni wapagani, hawajui vizuri mambo ya imani. Wengine hata wanatoa viwanja bure, wengine hata sio wa imani yetu. Unashangaa mtu anasema mimi natoa uwanja, si kanisa linajengwa, mimi natoa. Kwa nini anatoa? Ni kwa sababu anajua habari ya kujenga itagusa hata uzao wake. Inawezekana hata watoto wengine au vijukuu vingine vitakuja kuzaliwa, wala hata havijakaa vizuri vichwa vyao na Mungu, lakini kwa sababu ya baraka ya babu aliyoitoa kwa ajili ya kujenga, alitoa kiwanja kwa ajili ya kanisa lijengwe, unashangaa hiyo baraka inavikuta hata kama vichwa vyao havijakaa sawa sawa. Jamani sema amina, amina. Amen. Jamani sema amina, amina. Amen. Hawa wanaenda kwa huyu jamaa, wanamwambia huyu akida anastahili umtendee, kwa sababu amejenga sinagogi, kwa sababu ametujengea sinagogi, anastahili Bwana Yesu mtendee. Nataka niseme tena asubuhi ya leo ya kwamba ukijenga kanisa mahali hapa, hiyo baraka utaistahili, sio wewe tu, pamoja na watoto wako katika jina la Yesu. Amen. Pamoja na wajukuu zako katika jina la Yesu. Amen. Pamoja na uzao wako katika jina la Yesu. Amen. Pamoja na wafanyakazi walio chini yako katika jina la Yesu. Amen. Iko baraka inayotokana na kujenga. Hatufanyi kitu inayotumaliza mahali hapa. Tunafanya kitu ambayo baraka yake itatembea na uzao wetu kwenye maisha yetu. Nimesema inawezekana kuna mitoto mingine inaweza kazaliwa au mijukuu haijakaa vizuri sana, lakini nataka nikuambie, kwa sababu ya kazi uliyofanya ya kujenga, kuna siku tu hiyo neema itayapata huko yaliko, itawafuata na kuwapata. Unashangaa lilikuwa linapotea, linaenda, baadaye linarudi. Sio kwa sababu ya ujanja wake, ni kwa sababu iko baraka inayofuata huo uzao inayotokana na kujenga. Nataka niseme asubuhi ya leo ya kwamba wewe ambao unasema hata Jumapili ijayo ninataka nifanye kitu tena, tuipambe nyumba ya Bwana, nataka niseme Bwana akustahilishe na utendewe mema katika jina la Yesu. Nasema tena Bwana na akutendee mema katika jina la Yesu. Nasema Bwana akustahilishe na akutendee mema katika jina la Yesu. Sasa Biblia inasema juu ya mambo kama mawili ambayo nataka tuyazungumze na baadaye tutafikia mwisho. Kujenga sio jambo tamu sana, kwa sababu nimekuambia kuna Waswahili hapa mjini wanakuambia kujenga ni kuzika fedha. Na ni kweli, ili ujenge unahitaji uamue. Naomba mwambie mwenzako ya kwamba ili ujenge nyumba hata ya kwako unatakiwa uamue kabisa. Kabisa. Sisi wenzenu tunaoishi Arusha tunafahamu kujenga lazima uanze na kiwanja kwanza. Si sawa jamani? Unaanza kuulizia jamani, kiwanja bei gani? Nafikiri Tanzania pengine Arusha labda na Kilimanjaro hakuna mahali viwanja viko juu sana kama Arusha. Si sawa jamani? Unaambiwa 20 kwa 20 milioni 12. Sasa ukienda kwa wenzetu huko mikoa mingine, hiyo milioni 12 mzee, kiwanja ni 500,000 tunapata. Sisi hapa lazima ujikusanye milioni 12. Milioni 15. Kama haujaamua, yani hujadhamiria kwamba sasa ninataka kiwanja, utashangaa miaka inakatika, miaka inakuja, miaka inaenda, bado tu huko.
Sisemi tutapata viwanja kwa wakati mmoja, yaani hiyo isikusumbue, lakini lazima pia tuseme jamani, usikubali kukaa mahali pa kupanga milele yote. Mungu hajakukusudia hayo katika jina la Yesu. Amen. Nasema wale ambao hamjapata viwanja, Bwana akupe neema ya kupata kiwanja hapa Arusha katika jina la Yesu. Anza na kiwanja. Lazima uamue, ndio nasema. Huwezi kujenga kama hujafanya maamuzi. Tena maamuzi thabiti kabisa. Unasema iwe mvua iwe jua, nataka kiwanja. Na wakati mwingine fanya maamuzi hata kabla ya kuwa na hela. Usisubiri upate pesa ndipo uwaze kiwanja, utachelewa. Anza nafanya maamuzi kwamba ninataka kiwanja hapa Arusha. Kupanga sasa inatosha. Nimepanga miaka niliyopanga, sasa inatosha. Mungu nitokee. Fanya maamuzi kabisa. Hapa nazungumzia juu ya kujenga nyumba zetu. Usipoamua utaendelea kupanga, utazaa watoto, utamaliza na wajukuu wataanza kuja na mapengo yataanza kutokea, mwisho utaitwa na Bwana, bado umepanga tu. Lazima uamue katika jina la Yesu. Nasema tena, amua katika jina la Yesu. Fanya maamuzi kwamba na mimi inatosha. Sasa anza kufikiri juu ya kiwanja, nenda kwa hatua. Kwa jambo la kwanza ninalotaka kusema, fanya maamuzi. Na ukifanya maamuzi, hata ukilala ukiamka, wazo lako ni hilo tu. Sisemi mpaka ifike mahali huwezi kufanya mambo mengine, lakini hilo wazo ije, manake fedha ikija, unajua kabisa inaenda hapa. Nina ndugu yangu mmoja, napenda kusema siwataji. Yeye alikuwa mjinga sana, anasema mimi mambo ya kuhangaika na viwanja hii, mimi sitaki. Mimi fedha ikija, mimi nitanunua nyumba, nataka kununua. Mambo ya kuhangaika na kiwanja. Sio nianze kuhangaika na mafundi. Mafundi wengine wezi. Anapata milioni 20, anashangaa hiyo haitoshi kununua nyumba. Baada ya miezi 2-3, amebaki na milioni 5. Na ngoja nikueleze, fedha pia huwa ina wakati wake. Yaani kila jambo lina wakati wake. Kama unanielewa jamani, sema amina. Amen. Ukiichezea milioni 20, utakuja kukumbuka kununua kiwanja, hiyo fedha tena, huo mfereji haupo tena. Fanya maamuzi. Halafu fedha ikija, usichelewe mwanangu. Mwambie mwenzako usichelewe. Mwambie mwenzako usichezee fursa. Kila jambo lina wakati wake. Fedha ikija ukiwa na maamuzi, utaipeleka mahali pake. Hata huyu akida mpaka anajenga hii sinagogi, maana yake aliamua, aliweka kwenye akili yake kwamba nitajenga sinagogi, watu wangu waweze kuabudu, waweze kusoma, wajifunze Torati na wasome Zaburi. Lazima ufanye maamuzi. Nataka kusema hata Jumapili ijayo ambayo tunaenda kukusanya milioni 500, fanya maamuzi katika jina la Yesu. Amen. Mwambie mwenzako fanya maamuzi kuanzia sasa, kwamba ninaenda kutoa, kuipamba nyumba ya Bwana. Jamani, usiseme amina amina. Amen. Fanya maamuzi. Ikiwezekana kama ni familia, mzungumze pia, mshirikishe mke wako, tunaenda kufanya nini? Fanyeni maamuzi. Bila kufanya maamuzi huwezi kufanya jambo lolote. Kama unanielewa, sema amina tena asubuhi ya leo. Halafu jambo la pili, penda kufanya hilo jambo. Na hiyo tutasoma kwenye Wafalme wa kwanza sura ya 8 na mstari wa 5. Penda kufanya hilo jambo. Wafalme wa kwanza sura ya 8 na mstari wa 5. Lazima upende. Huwezi kufanya jambo ambalo hupendi. Wafalme wa kwanza sura ya 8 nimesema mstari wa 5. Labda tuanzie hata mstari wa kwanza mpaka wa 5. Biblia inasema, ndipo Sulemani alipokusanya wazee wa Israeli na wakuu wote wa kabila, wakuu wa mbali za mababa na wana wa Israeli, wamwendee mfalme Sulemani huko Yerusalemu, ili walipandishe sanduku la agano la Bwana kutoka mji wa Daudi, yaani Sayuni. Wakakutana mbele za mfalme Sulemani,
watu wote wa Israeli wakati wa sikukuu katika mwezi wa Ethanimu, ndio mwezi wa 7. Wazee wote wa Israeli wakaja, nao makuhani wakajitwika sanduku, wakalipandisha sanduku la Bwana na ile hema ya kukutania na vyombo vitakatifu vyote, na vile vyombo vitakatifu. Nirudie tena mstari wa 4. Wakalipandisha sanduku la Bwana na ile hema ya kukutania na vyombo vitakatifu vyote vilivyokuwa katika ile hema. Vitu hivyo makuhani na Walawi wakavipandisha. Mfalme Sulemani na mkutano wote wa Israeli walikutanika kwake, walikuwapo pamoja naye mbele za sanduku, wakachinja sadaka kondoo na ng'ombe wasioweza kuhesabiwa wala kufahamiwa idadi yao, kwa kuwa ni wengi. Naomba tena mstari wa 17 tafadhali. Mstari wa 17 kwenye sura hii. Anasema, basi ilikuwa moyoni mwake Daudi baba yangu kujenga nyumba kwa jina la Bwana Mungu wa Israeli. Lakini Bwana akamwambia Daudi baba yangu, kwa kuwa ilikuwa moyoni mwako kujenga nyumba kwa jina langu, ulifanya vema kuwaza hivi moyoni mwako. Amen. Jamani, semeni amina. Amen. Sulemani anaeleza kwa habari ya Daudi, ukisoma kwenye hasa mstari wa 17, ya kwamba Daudi baba yake alipenda kutoka kwenye moyo wake kumjengea hekalu, kujenga nyumba ya Mungu wake. Daudi alipenda kutoka kwenye moyo na akaweka moyoni mwake ya kwamba sanduku la agano la Bwana halina mahali pa kukaa. Akapenda kutoka kwenye moyo ya kwamba lazima nitamjengea Bwana, lazima nitajenga hekalu. Na ndipo hapa Sulemani anasema Daudi akaweka moyoni. Ndipo Mungu anamtokea Daudi baada ya kuona ameweka moyoni, akamwambia, kujenga wewe hutajenga, bali mwanao atajenga. Daudi ndipo anasema, nitakusanya zana zote na vifaa vyote, kwa kuwa Bwana umenizuia, moyo wangu ulitamani, acha nikusanye vitu. Jamani, sema amina. Amina. Kukusanya vitu kwa Daudi kulianzia kwa kupenda kwake kutoka moyoni. Lazima upende kufanya hilo jambo. Usipopenda haitatokea. Hata kwenye mambo yako unayofanya lazima uamue, halafu upende kutoka moyoni. Jamani, kama tuko pamoja bado sema amina. Ndio maana hawa jamaa wanamwambia Yesu ya kwamba huyu akida analipenda taifa letu, halafu ndipo akajenga. Lazima uamue kupenda kutoka moyoni. Bwana akupe neema uliweke moyoni ya kwamba tunahitaji tuipande nyumba ya Bwana, na Mungu akupe hiyo neema katika jina la Yesu. Amen. Nasema tena, Bwana akupe hiyo neema katika jina la Yesu. Amen. Penda kufanya na Mungu akupe hiyo neema. Lakini jambo la pili tunaona lazima uwe na shauku ya kufanya. Lazima uwe na shauku. Kwenye kitabu cha Nyakati wa Kwanza sura 29 mstari wa 3 tunaweza tukaona, tamani uwe na shauku kutoka kwenye moyo wako. Nyakati wa Kwanza sura 29 mstari wa 3 tutasoma hapo. Mambo ya Nyakati wa Kwanza sura 23. Niombe tuanzie tu mstari wa kwanza mpaka wa 3. Napotazama Biblia inasema, kisha mfalme Daudi akawaambia kusanyiko lote, Sulemani mwanangu, ambaye Mungu umemchagua peke yake, akali ni mchanga bado na mwororo, nayo kazi hii ni kubwa, kwani nyumba hii ya enzi si kwa mwanadamu ila kwa Bwana Mungu. Basi kwa uwezo wangu wote nimeiwekea akiba nyumba ya baba yangu,
dhabihu na vitu vyote vya dhahabu na fedha kwa vitu vya fedha, na shaba kwa vitu vya shaba, na chuma kwa vitu vya chuma, na miti kwa vitu vya miti, vito vya shohamu na vya kujazia, vito vya njamu na vitu vya rangi mbalimbali, na mawe ya thamani na kila namna ya malimali tele. Mstari wa 4, nami tena kwa kuwa nimeiwekea nyumba ya Mungu wangu shauku yangu, nami ninayo hazina yangu mwenyewe ya dhahabu na fedha, naitoa kwa ajili ya nyumba ya Mungu wangu. Zaidi ya hiyo akiba niliyoiwekea tayari nyumba takatifu. Asante jamani, Bwana asifiwe. Amen. Niombe nirudie tena mstari wa 4, anasema nami tena kwa kuwa nimeiwekea nyumba ya Mungu wangu shauku yangu, nami ninayo hazina. Anasema kwa kuwa nina shauku juu ya nyumba yangu, nami nimeiwekea akiba. Ndipo anataja vitu mbalimbali, anataja zana mbalimbali ambazo ameweka. Lakini nataka kusema nini? Kabla ya kuweka akiba, lazima uwe na shauku ya kumfanyia Mungu, lazima uwe na hamu ya kufanya kwa huyu Mungu. Daudi anasema ni kwa sababu nina shauku juu ya nyumba ya Mungu wangu nimeweka akiba. Ili ufanye jambo lolote, tamani uwe na shauku, uwe na hamu ya kufanya. Hata mtu angekwambia usifanye, hauwezi kumuelewa, maana una shauku inayotoka ndani. Ikitangulia shauku, akiba itatoka. Useme amina katika jina la Yesu. Ukitangulia kuwa na shauku ya kwamba nina shauku hii nyumba isibaki namna hii, nina hamu haya madirisha yasibaki namna hii, nina hamu hii vumbi isibaki namna hii hapa chini, maana hapajakaa sawa, nina shauku ya kwamba tuwe na viti vizuri, nina hamu. Ukiwa na hiyo shauku, automatically utawaza ninaweka akiba gani kwa ajili ya Mungu wangu. Useme amina katika jina la Yesu. Bwana anakupe shauku ya kufanya hii nyumba ipendeze katika jina la Yesu. Amen. Nasema tena, Bwana akupe hamu ya kufanya. Bwana akupe shauku, useme sitaki pabaki mahali hapa, sitaki ibaki hivi maana haijakaa sawa. Bwana aweke shauku ndani yako, na Bwana akiweka shauku ndani yako, Biblia imesema hakika unastahili Bwana akutendee katika jina la Yesu. Amen. Mema yataifuata familia yako katika jina la Yesu. Amen. Nasema tena mema yatafuata watoto wako katika jina la Yesu. Amen. Nasema tena mema yatafuata hata wajukuu wako katika jina la Yesu. Amen. Nasema mema yatafuata hata vitukuu vyako katika jina la Yesu. Amen. Maana ulimjengea Bwana. Mungu akupe kustahili na akutendee. Hata sasa ikiwa kuna jambo unapitia, Bwana anakutane na wewe katika jina la Yesu. Amen. Nasema tena Bwana akutane na wewe katika jina la Yesu. Amen. Nasema tena Bwana akutane na wewe katika jina la Yesu. Amen.